MONUSCO yajibu shutuma za M23 kuhusu ghasia za siku za hivi majuzi. Nchini DRC, hali ya mashariki mwa nchi hiyo bado ni ya wasiwasi kutokana na mapigano katika siku za hivi karibuni katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. AFC au M23 inashutumu FARDC, MONUSCO na SADC, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika kuhusu mashambulizi yaliyokumba uwanja wa ndege wa Goma na Kavumba karibu na Bukavu pamoja na maeneo mengine katika majimbo hayo mawili. Shutuma zilizokanushwa na jeshi la Kongo, vikosi vya SADC na MONUSCO. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC unazingatia madai haya kuwa makubwa na hatari. Neidi Kadilo, msemaji wa ujumbe huo, anakanusha shutuma hizi zote. Kulingana naye, hakuna kambi yake hata moja iliyotumiwa kupanga mashambulizi dhidi ya Goma. Kulingana na afisa huyo wa Umoja wa Mataifa, kwa mara nyingine tena, MONUSCO inatumiwa kama kisingizio. MONUSCO ipo nchini DRC ili kuunga mkono serikali katika juhudi zake za kulinda raia, kurejesha mamlaka ya serikali na kuleta utulivu nchini. Katika mazingira ya mvutano na upotoshaji, ujumbe wetu wakati mwingine unaolengwa kwa bahati mbaya kwa mambo yanayohusishwa na hali ya tata ya usalama, ambapo wahusika wengi wenye silaha wanaendelea kutishia raia. Tunaelewa hali hii, lakini tunasisitiza juu ya hitaji la kweli la mazungumzo ya kurejesha uaminifu. MONUSCO inasema inawalinda raia wengi. MONUSCO inathibitisha kwamba bado ina zaidi ya wanajeshi 1000 wa Kongo na maafisa wa polisi chini ya ulinzi wake huko Goma. Watu hawa walikuja kwenye ngome zetu mwishoni mwa mwezi wa Januari. Walipokelewa katika vituo kadhaa vya MONUSCO huko Goma na viunga vyake. Licha ya mazingira magumu sana na shinikizo la usalama, MONUSCO imeweza kuhakikishia usalama, uadilifu wa kimwili na ustawi wa watu hawa kwa muda, kwa mujibu wa mamlaka yake iliyoanzishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini ujumbe unasisitiza kuwapokonya silaha wapiganaji hawa wote walipopokelewa. Shutuma zilizotolewa dhidi ya MONUSCO na AFC M23 kufuatia mashambulizi yaliyokumba uwanja wa ndege wa Goma na Kavumu karibu na Bukavu pamoja na maeneo mengine katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini katika siku za hivi karibuni. Lakini ni akina nani sawa wanajeshi wanaohusika na mashambulizi haya? Kinachojulikana kuhusu askari waliohusika: wanajeshi hawa wote walinyang'anywa silaha kabla ya kuunganishwa katika vituo vya ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Wengi wao walifika bila vitambulisho vya uraia, hali ambayo inatatiza kuwatambua kwa mujibu wa vyanzo kadhaa. Mchakato mara nyingi hutegemea neno lao na uthibitishwaji wa FARDC. Homonimu na matumizi ya lakabu hufanya kitambulisho hiki kuwa ngumu zaidi. Kwa utaratibu, MONUSCO inawapatia chakula na malazi kila siku, lakini ukosefu wa data za kimsingi unatatiza ufuatiliaji. Kwa mujibu wa taarifa zetu, askari hao walikuwa karibu 3000 chini ya ulinzi wa MONUSCO, walakini sasa inaaminika kuwa karibu 1200 wamesalia katika kambi hiyo. Hao wengine wameenda wapi? FARDC inakanusha shutuma kwamba wanajeshi hao wanajiunga na wazalendo, lakini M23 wanaendelea kusema kwamba waliachiliwa ili wajiunge nao. Neno kuachiliwa linapingwa na vyama vya Umoja wa Mataifa ambavyo vinabainisha kuwa askari hawa hawakuwa kizuizini. Waliondoka kwa hiari yao baada ya kusaini hati inayoeleza kuondoka kwao. Kulingana na vyanzo vya Umoja wa Mataifa, askari hawa hawakuwa na silaha wakati wanaondoka. Hata hivyo, kinachojulikana ni kwamba hakuna ufuatiliaji unaofanywa mara tu wanapoondoka kwenye kambi ya Umoja wa Mataifa. Hii ni taarifa ambayo inahusu huko mashariki mwa DRC kwamba MONUSCO yajibu shutuma za M23 kuhusu ghasia za siku hivi karibuni.